Waligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tukuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, nikusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Muhammad Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri wa afya na watendaji waagizwa kukutana na kufanya mapitio ya vigezo kukipandisha hadhi kituo cha afya cha Mama Ngoma. Serikali yatoa maagizo kuongeza ufanisi wa kampuni zenye hisa chache. Na katika habari za kimataifa, moto mkubwa wa msituni waua watu 24 Korea Kusini. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amemwagiza Waziri wa Afya Jenista Mhagama na watendaji wa wizara hiyo kukutana na kufanya mapitio ya vigezo ili kukipandisha hadhi kituo cha afya cha Mama Ngoma kilichopo kata ya Kwakoa, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro kwa hospitali. Taarifa zaidi inasoma studio na Mrisho Mapeo. Amesema mwekezaji huyo amefanya uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 5 kwa kujenga majengo yenye hadhi na kuweka vifaa vya kisasa, hivyo ni lazima serikali imuunge mkono kwa kukipandisha hadhi kituo hicho. Ametoa maelekezo hayo alipokuwa akizungumza na wananchi baada ya kuzindua kituo cha afya cha Mama Ngoma kilichopo kata ya Kwakoa, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro, ambapo amemshukuru mwekezaji wa kituo hicho Profesa Ngoma na kumwahidi kuwa serikali itaendelea kumuunga mkono. Mlete waziri wa afya, mlete katibu mkuu, mlete mganga mkuu wa serikali, walete wataalamu wote na yule msajili wa hospitali ni wakute ofisini kwangu Dodoma, ili mniambie hapa mnapata hadhi lini, ili Profesa Ngoma apate hadhi ya hospitali, ili hadhi hii itawasaidia hawa, lakini itampa msukumo wa maeneo machache ambayo bado kuyaboresha, lakini huduma zilizoko huko ndani zinatosha kumpandishia hadhi. Hebu harakisheni hicho kikao. Sasa mnakuja hapa, mimi nateseka, nafungua jiwe la msingi eti kituo cha afya. Mmenitesa. Maliza hatua iliyobaki, ipewe hadhi ya hospitali. Kama kuna eneo mnadhani linahitaji kufanywa maboresho, mshirikiane naye. Kazi anayofanya huyu ni kubwa ya kuiunga mkono serikali kuwahudumia Watanzania kwa afya zao. Tunamwachaje? Haiwezekani. Katika hatua nyingine, Majaliwa amekagua jengo la utawala la halmashauri ya wilaya ya Mwanga ambalo hadi kukamilika kwake litatumia shilingi bilioni 3.7, ambapo amewaagiza viongozi wa halmashauri hiyo kuhakikisha wanakamilisha mradi huo kwa wakati. Aidha, amewataka madiwani na viongozi wa halmashauri zote nchini kuhakikisha wanasimamia ukamilishaji wa miradi yote ambayo ipo katika hatua ya ukamilishaji. Miradi yote ambayo bado haijakamilika, huu ni wakati wa kukamilisha kabla ya mwezi wa 8. Nitoa maelekezo maeneo mengine, mtakuwa mmesikia kupitia vyombo vya habari, take note, fanyia kazi. Kila mkuu wa idara na idara yake na miradi yake. Wa elimu, kuna miradi gani haijakamilika kabla mwezi wa 8 ishe? Wa afya, kilimo, mifugo, uvuvi, kama hivyo baki nimekuta bwawa waliko huko juu, inawezekana watu wanavua. Miradi yote ya uvuvi lazima ikamilike. Kila mradi, barabara, TARURA, TANESCO, REA, simamia vijiji vyote. Sasa tunakwenda kwenye vitongoji vipate umeme. Waziri Mkuu amehitimisha ziara yake ya siku moja kwa kuzungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika Usangi wilayani Mwanga, ambapo amewasihi wananchi kuendelea kuwa na imani na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira imetoa muda wa miezi 3 kwa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam DAWASA kutatua changamoto ya harufu mbaya ya maji taka iliyopo eneo la ufukwe wa Aga Khan na Ocean Road kwa kujenga kituo cha kutibu maji taka ambayo yanaingia katika bahari kutokea eneo la Gymkhana. Goodluck Msola ameenda taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kufanya ziara ya kukagua eneo la ufukwe wa kuanzia Aga Khan hadi Ocean Road na eneo la Gymkhana ilipo mashine ya kusukuma maji taka, naibu katibu mkuu mazingira ofisi ya Makamu wa Rais Christina Mdeme ameitaka DAWASA pia kurekebisha mifumo ya maji taka ili isiingiliane na ile ya kupitisha maji ya mvua, huku akitoa maagizo kwa jiji la Dar es Salaam kupanda miti katika eneo la ufukwe. Maji machafu yanatibiwa. Tumeona katika eneo la Gymkhana kipo kituo cha kusukuma maji machafu kuyaleta katika mfumo wa maji machafu, lakini kile kituo hakitibu maji.
Tunahitaji sasa yale maji yatibiwe, yaani maji yale machafu yanavyoingia baharini yawe yametibiwa, kwa sababu katika bahari yetu, bahari ni uchumi, bahari ni uhai, bahari ni utalii, bahari tunategemeana. Tunahitaji tulinde mazingira ya bahari. Kwa hiyo yale maji machafu yanaenda baharini yawe yametibiwa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam Eliuluma Maberia amesema tatizo la harufu mbaya pamoja na maji taka kutiririka kuelekea baharini limekuwa changamoto ya muda mrefu, hali ambayo imekuwa ikiwaathiri watu wanaotumia fukwe hiyo kwa ajili ya kufanya mazoezi, kupumzika pamoja na kupita njia. Hapa kuna tatizo ambalo kimsingi linagusa pande mbili. Moja ni upande wa namna ya wateja au wananchi ambao wanaunganisha maji taka kwenye mfumo wa maji safi ambao kimsingi ndio unasababisha tatizo hili la harufu mbaya na uchafuzi wa mazingira, lakini na uchafuzi wa bahari. Lakini upande wa pili ni sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ambao kimsingi tunasimamia mfumo wa maji ya mvua kwa maana ya storm water drainage system. Ukiangalia mambo haya mawili bila ya kuwa na intervention ya pamoja pengine tunaweza tusifike mwisho, na ni tatizo la muda mrefu kama alivyosema Mheshimiwa Katibu Mkuu. Kwa hiyo tunaamini kwa sababu tatizo tayari linafahamika, sasa ni wajibu wa pande mbili hizi, kwa maana ya sisi tunaosimamia mfumo wa maji ya mvua, lakini upande wa pili wenzetu wa DAWASA ambao wanasimamia mfumo wa maji taka kufanya kazi kwa pamoja. Akizungumza kwa niaba ya mtendaji mkuu wa DAWASA Bi Everlasting Lialo, mkurugenzi wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma kutoka DAWASA amesema tatizo la maji taka katika maeneo ya ufukwe wa Aga Khan pamoja na hospitali ya Ocean Road limekuwa likichangiwa pakubwa na watu kujiunganishia kinyemela mifumo maji taka kutoka majumbani mwao kupitia mifumo ya maji ya mvua. Ni kweli tuna changamoto ambayo ni ya kimfumo, na tumefahamu hii baada ya kugundua kwamba katika bomba la kubwa la maji ya mvua ambalo kimsingi linamilikiwa na halmashauri au jiji, watu wengi wamejiunganishia maji taka, na tulishaka vikao na tulishaweka mikakati. Kwa hiyo kwa ambacho kimetokea leo na kwa maagizo ya Naibu Katibu Mkuu ni kwenda kuyasimika au kwenda kuyatekeleza yale ambayo tulikuwa tumeshaanza kuyatekeleza au tulishaanza kuyaamua sisi pamoja na ofisi ya mkurugenzi wa jiji. Moja wapo ni kwa baini wale wote ambao wamejiunganisha na mifumo ya maji taka katika mfumo wa maji ya mvua, lakini pia katika bomba kubwa ambalo mnaliona mbele yetu ambalo linasafirisha maji taka katika maeneo yote ambayo na mtandao maji taka. Changamoto kubwa tulionao ni wizi wa miundombinu. Kwa mfano, mmeona maeneo ambayo yameshaanza kuchukuliwa na baadhi ya wananchi wanatumia kama vyuma vya kavu. Kwa hiyo tutoe wito kwa wananchi kwamba tulinde miundombinu, lakini pia tunaingia katika kipindi ambacho tutaenda kufanya operation kubwa kwa baini hawa ambao wamejiunganishia maji taka katika mifumo ya maji ya mvua, tukishirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa jiji. Hata hivyo, kwa mujibu wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, hatua ya mabomba mengi ya maji taka kuingiza maji hayo baharini bila kuyatibu imekuwa ikihatarisha afya ya viumbe hai waliopo baharini pamoja na afya ya walaji wa viumbe hai hivyo vya kutoka baharini ikiwemo samaki. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Wananchi zaidi ya 1000 kutoka kijiji cha Ipepo kata ya Ukwama wilaya Makete wameanza kunufaika na mradi wa maji uliotekelezwa na wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA kwa gharama ya shilingi milioni 416, ambapo mradi huo unatajwa kwamba utasaidia kupunguza changamoto ya wananchi wa kijiji hicho kufuata huduma ya maji kwa umbali mrefu. Taarifa zaidi na Ibrahim Mlele kutoka Njombe. Akizungumza mbele ya mkuu wa wilaya Makete, meneja wa maji wilayani humo mhandisi Innocent Lyamuya amesema kuwa tangu mradi huo uanze kutekelezwa, wananchi wa kijiji cha Ipepo wameshiriki kikamilifu, huku akiwataka kuanza kujipanga ili waweze kuingiza maji katika nyumba zao. Mheshimiwa mgeni rasmi, huu mradi unaoona unahudumia wananchi wapatao 1015. Hapa ni pamoja na shule yetu ya sekondari ya Ipepo. Nichukue fursa hii kabisa adhimu kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha zote hizi, na hivi tunavyoongea tumekamilisha kumlipa mkandarasi. Kwa hiyo tunafurahi kabisa kwamba mradi wetu umekamilika
na mradi huu umetekelezwa ndani ya muda uliopangwa, na niwashukuru wananchi wote wa kijiji hiki kwa ushirikiano mkubwa waliotuonyesha. Njia hilo niliyoiona mheshimiwa ni nguvu kazi ya wananchi, kwa sababu hakukuwa na barabara ya kufika kwenye tenki, lakini sisi kutokana na usanifu wetu, vipimo vyetu vimesema tenki likae pale. Sasa tulimwambia mkandarasi kwamba utatujengea tenki pale. Yeye ameshirikiana na wananchi hawa kuchonga ile barabara na hatimaye hata leo tumefika eneo la uzinduzi. Mkuu wa wilaya Makete Kisa Gwakisa Kasongwa ndiye aliyekuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa mradi huo wa maji, ambapo amewataka wananchi kuhakikisha wanakuwa sehemu ya kulinda mradi huo ili uweze kuwahudumia kwa muda mrefu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa maana kila unapogusa amefika. Hii miradi ya maji lazima itunzwe ili iendelee kuwepo. Zile fedha ni gharama nyingi sana. Tunatunza miundombinu ya maji, lakini pia tutunze na uoto asili kama alivyosema kijana Markford ambaye ni balozi wetu wa maji. Baada ya kuzinduliwa kwa mradi huo, wananchi wa kijiji cha Ipepo akiwemo Betsheba Hosea pamoja na Anita Mbwesanga wameipongeza serikali kwa kuwapelekea mradi huo mkubwa wa maji, ambapo wamesema kwa sasa wameondokana na adha ya kufuata maji kwa umbali mrefu. Binafsi napenda kumshukuru Mungu kwa RUWASA kuona changamoto ya maji katika kata yetu. Hapo awali jamani, tulikuwa tunapata tabu sana kufuata maji mbali. Yaani unakuta mwanakijiji akitoka asubuhi anaacha shughuli zake zingine zote anaenda kutafuta maji, na maji anampenda kuchukua, sio kwamba ni salama sana kwa afya, kwa sababu alikuwa anafuta kisimani au mitoni. Lakini kwa saizi kwa tunamshukuru Mungu, maji yamefika mpaka tunapoishi. Kwa hiyo kidogo changamoto ya maji saizi haipo. Lakini changamoto inayojitokeza kwenye maji, bomba zetu walizotufungia, ukiangalia kwenye mabomba waliofunga maji yanatoka sana. Kwa wanavyosema wafunge mita, itatugharimu sana wananchi kwa sababu ya maji yanatoka ovyo. Alafu changamoto nyingine ni mabomba kupasuka. Kutoka Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim Mlele kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA na kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imefanya operesheni maalum wilayani Same mkoani Kilimanjaro kuanzia tarehe 19 hadi 25 Machi 2025, ambapo katika operesheni hiyo ekari 285.5 za mashamba mirungi zimeteketezwa. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Akizungumza baada ya operesheni hiyo, Kamishna Jenerali wa DCEA Aretas Limo amesema Intelindo Azinyangwa Kirumbi maarufu kwa jina la Mama Dangote ni mzalishaji na msambazaji mkubwa wa dawa za kulevya aina ya mirungi nchini, ambapo kwa zaidi ya miaka 30 amekuwa akiendesha mitandao ya biashara haramu ya kuuza mirungi na kusimamia masoko ya dawa hizo za kulevya katika maeneo mbalimbali nchini. Aidha, ameeleza kuwa mwaka juzi mamlaka hiyo ilifanya operesheni wilayani humo na kutoa elimu kwa wananchi ili waachane na kilimo cha mirungi na badala yake wajikite katika kilimo cha mazao mbadala pamoja na ufugaji, huku pia akieleza kuwa pamoja na jitihada hizo pia viongozi wa wilaya ya Same na Wizara ya Kilimo na upande wa Wizara ya Mifugo waliwapelekea wananchi wa maeneo hayo miradi ya ufugaji wa nguruwe pamoja na kugawa miche ya kahawa. Mamlaka itaendelea kufanya operation katika maeneo haya ili kuhakikisha kwamba wananchi wote ambao wanaendelea na kilimo cha mirungi tunawakamata. Lengo la serikali ni kuhakikisha inatokomeza biashara na matumizi ya mirungi hapa nchini, ikizingatiwa kwamba Same ni kitovu cha uzalishaji wa mirungi hapa nchini. Hali hii inahatarisha ustawi wa taifa letu, ndio maana tunafanya operation endelevu ili kuhakikisha kwamba tunatokomeza zao la mirungi hapa nchini. Lakini pia tunafanya operation hizi nchi nzima ili kuhakikisha kwamba dawa nyingine pia za kulevya zinatokomezwa hapa nchini ili kulinda ustawi wa taifa na ustawi wa wananchi wa Tanzania. Wito wangu kwa Watanzania, tuendelee kushirikiana na mamlaka kutoa taarifa mbalimbali za wazalishaji, wasambazaji na watumiaji wa dawa za kulevya hapa nchini ili tuhakikishe kwamba tunatokomeza kabisa biashara ya dawa za kulevya nchini ili kulinda taifa na kulinda ustawi wa jamii yetu ya Watanzania na kujenga taifa endelevu linalokuwa kiuchumi. Kwa upande wake, Agnes Mshana, mtendaji wa kata Ikondi, amekiri kutambua uwepo wa watu wanaojihusisha na kilimo cha mirungi na kwamba wameendelea kutoa elimu juu ya madhara ya utumiaji na biashara mirungi, ikiwa ni pamoja na kuwasaidia kupata mazao mbadala ili kuepukana na kilimo hicho haramu. Katika kijiji changu cha Ikondi
tunatambua kuna baadhi ya watu wanastawisha kilimo cha madawa ya kulevya aina ya mronge. Kama serikali tumechukua jitihada ya kuelimisha wananchi kuhusu madhara ya madawa ya kulevya aina ya mronge, lakini kuwasaidia kupata mazao mbadala walime ili kuepukana na kilimo hicho. Kama serikali tumejitahidi kuwaletea mradi wa nguruwe pamoja na miti ya miparachichi. Pia tumewaelimisha kuhusu madhara ya madawa ya kulevya. Kwa sababu madawa ya kulevya aina ya mrungi yana madhara mengi kama kuchanganyikiwa, kupoteza nguvu za kiume, wengine kushindwa kuhudumia familia zao vizuri, kupata kansa. Naye Bi Hawa ambaye ni mwananchi wa kata ya Tae, wilaya ya Same, amesema hajui sababu ya watu wengi kuendelea kujihusisha na kilimo cha mirungi, kwani kuna mazao mengi yanayostawi yakiwemo vitunguu, karoti pamoja na zao la iliki, huku akiomba serikali kuimarisha miundombinu ya barabara ya kuweza kurahisisha usafirishaji wa mazao. Sababu ya watu kuendelea kulima mrungi mpaka sasa hivi mimi pia sijui sababu ni nini, kwa sababu ninachokiona huku mazao ni mengi yanayostawi na yanayoweza kuwaingizia kipato, lakini pia ipo miradi mbalimbali ambayo ingeweza kuwaingizia kipato. Mazao ni kama vile vitunguu, karoti, miradi ya ufugaji wa nguruwe, wa kuku, hiyo pia ingeweza kuwaingizia kipato. Lakini changamoto ninayoiona kwamba kama wote wataweza kuingia kwenye kilimo cha hayo mazao niliyoyataja, changamoto kubwa ni barabara, kwamba wanaweza wakalima lakini sehemu ya kupeleka mazao yao ikosekane. Mimi ninachoshauri au ninachoiomba serikali, kijiji hichi waangaliwe kuhusu barabara yao ya kutoka hapa mpaka Makanya. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya inaendelea kutoa wito kwa wananchi wa Tanzania kutoa taarifa za wazalishaji, wasambazaji na watumiaji wa dawa za kulevya. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Hali ya uzalishaji wa umeme nchini imeongezeka ambapo kwa sasa zaidi ya megawati 3000 zinazalishwa kutoka megawati 1573.65 kipindi cha mwaka 2021 katika gridi ya taifa, huku mahitaji ya juu ya umeme kwenye mfumo wa gridi ya taifa ni megawati 1908. Mwandishi wetu Upendo Mangala kutoka Dodoma anatuarifu zaidi. Mafanikio hayo yametokana na miradi mbalimbali ya uzalishaji umeme ikiwemo bwawa la Mwalimu Nyerere lenye uwezo wa kuzalisha umeme megawati 2115. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, Mhandisi Gisima Nyamuhanga, amesema hayo hii leo jijini Dodoma wakati akitoa taarifa kwa waandishi wa habari kuhusu mafanikio ya miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Changiwa na miradi mbalimbali ukiwemo mradi wa bwawa la Julius Nyerere. Sisi tunaita ni JNHPP, Julius Nyerere Hydropower Project. Mradi huu una uwezo wa kuzalisha megawati 2115 na unatekelezwa na serikali chini ya usimamizi wa Wizara ya Nishati. Na katika ule mradi tunayo mitambo 9 na kila mtambo unaweza kuzalisha megawati 235. Sasa ukizidisha 9 mara 235 ndio unafika kwenye ile figa ya 2115. Lakini gharama za awali za mradi huu zilifikia trilioni 6.558 na mpaka sasa 95.9%. Katika hatua nyingine, Nyamuhanga ametaja sababu za kukatika kwa umeme katika treni ya mwendokasi SGR, huku akieleza kuwa shirika lipo mbioni kuanzisha mkoa maalum kwa ajili ya kushughulikia changamoto za umeme katika treni hiyo. Kwanza ule mradi wa SGR ni kwamba una laini maalum ya umeme. Lakini shida zilizojitokeza awali zilikuwa ni shida kwa sababu mfumo ndo tulikuwa tunaanza kuutumia mara ya kwanza. Kwa hiyo kulikuwa na hatua nyingi za kujifunza. Lakini za kujifunza si upande wa TANESCO pekee, lakini pia hata kwa wenzetu wa TRC. Sasa kitu kinapokuwa kipya, yumkini lazima kinaweza kikasababisha shida kwa sababu ya ugeni wake. Kwa jambo ambalo tumeanza sasa baada ya kujifunza ni kuifanya SGR nayo kuwa mkoa ili iwe na a dedicated team ambayo wao kukicha asubuhi jioni wanashughulika na line ya SGR ili kuhakikisha kwamba umeme katika uendeshaji wa treni unakuwa ni wa uhakika
madhubuti. Shirika hilo limefafanua kuhusu Tanzania kununua umeme kutoka nje ya nchi, ambapo imesema kuwa sababu kubwa ni za kijiografia kutokana na maeneo ya pembezoni kuwa magumu kufikika katika suala la miundombinu. Asante sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Magu mkoani Mwanza, Mohamed Kiande, amewataka wananchi kupanga matumizi yao vizuri, kuepuka madeni yasiyokuwa ya lazima, kujenga utajiri na kuongeza uelewa wa masuala ya kiuchumi. Taarifa zaidi na Nancy Ibrahim. Kiande ametoa rai hiyo wakati alipokutana na timu ya wataalamu kutoka Wizara ya Fedha, taasisi za serikali na binafsi ambayo ipo mkoani Mwanza kwa ajili ya kutoa elimu ya fedha kwa makundi mbalimbali, na kuongeza kuwa wananchi wajifunze namna ya kutengeneza bajeti inayolingana na kipato chao na kuweka akiba. Kumekuwa na changamoto kadhaa katika masuala mazima ya mikopo, hasa kwa wananchi kutokuwa na elimu juu ya hii mikopo inayotolewa. Kwanza ni kwa wananchi wanachukua mikopo pasipokuwa na uelewa kwamba hii mikopo wanakwenda kuifanyia nini, na matokeo yake sasa mtu anachukua mikopo, ule mkopo anapata hasara na anashindwa kuja kurejesha baadaye. Lakini vile vile kumekuwa na taasisi mbalimbali, taasisi za kifedha wenzetu hawa ambazo zisizo rasmi zimekuwa zinatoa mikopo hii na kwa riba kubwa mno, kiasi kwamba hawa wajasiriamali wetu, hawa wananchi wetu wanashindwa kurejesha ile mikopo, na matokeo yake inakuwa ni hasara kwa hawa wananchi na kiuchumi kwa ujumla. Sasa ujio wenu, mimi nafikiri kwamba kwa kutoa elimu kwa hawa wananchi itakuwa ni kurahisisha na kuwapa ufahamu juu ya mikopo kwa ujumla na taasisi zipi ambazo zinahusika katika utoaji wa mikopo. Kwa upande wake, afisa usimamizi wa fedha, idara ya uendelezaji wa sekta ya fedha, Wizara ya Fedha, Salim Khalfan Kimaro, amesema kuwa elimu ya fedha ni nguzo muhimu ya maendeleo ya kiuchumi kwa jamii, kwa kuwa na mwongozo wa kutosha kuhusu kuchukua mikopo yenye tija na kupaswa kufanya tathmini kabla kukopa ili kuepuka madeni yasiyo na faida kwao. Hata ukiingia kwenye tovuti ya Benki Kuu ukataka kujua watu wa huduma waliosajiliwa rasmi na kupewa leseni za Benki Kuu, orodha ile inapatikana pale. Kwa hiyo ukiona kampuni fulani au taasisi ambayo umeshajua jina lake na location yake, unaweza kaingia pia kwenye tovuti ya Benki Kuu kaangalia kwamba je, ni miongoni mwa wale watu waliopewa leseni na Benki Kuu. Lakini cha tatu ni kumuuliza hata mtu wa huduma mwenyewe kwamba bwana, nataka nione leseni, kwa sababu anaweza akawa anakisingizia kwamba nafanya hii biashara, nimesajiliwa na leseni, lakini hasikubandika tu akape basi hebu nieleze, nionyeshe pale ulipo. Uliza kama umesajiliwa. Lakini pia watumie wataalamu walio katika maeneo, yakiwemo wale maafisa maendeleo ya jamii, kata, waratibu wa huduma ndogo za fedha na kadhalika, kusaidia kuendelea kuwapa taarifa za usahihi wa watu wa huduma walio katika maeneo yao. Naye mratibu wa huduma ndogo za fedha wa halmashauri ya wilaya ya Magu, Lilian Michael, ameishukuru Wizara ya Fedha kwa kuwapatia elimu wananchi wa mkoa wa Mwanza, kwani itasaidia kuepukana na migogoro ya familia inayojitokeza. Kwa halmashauri ya wilaya ya Magu tumeweka mkakati kwamba kila mwaka tunafanya majukwaa ya uwezeshaji wananchi uchumi, na kwa mwaka huu wa 2025-26 tumeshaanza kutekeleza majukwaa ya uwezeshaji, ambapo elimu ya fedha tunapeleka kule kwa wananchi. Tunaalika taasisi wezeshi kama SIDO, taasisi za fedha, benki, lakini tunawezesha taasisi ambazo za uwekezaji. Hata hivyo, mmoja wa washiriki wa mafunzo hayo, Musa Gwandake, ameipongeza Wizara ya Fedha kwa kuwafikishia elimu ya fedha katika mkoa wa Mwanza, kwani itawasaidia katika kukuza uchumi wao. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Jamii imetakiwa kushirikiana na wadau mbalimbali pamoja na wataalamu wa mazingira ili kuwa na mfumo bora wa uchakataji na uteketezaji taka ambao ni salama utakaosaidia uwepo wa taka sifuri, lengo ikiwa ni kupunguza hewa ya methane na kuepuka madhara tokanayo na mabadiliko ya tabia nchi. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza katika warsha maalum yenye lengo la kuongeza uelewa kwenye masuala ya taka sifuri ili kupunguza uwepo wa hewa ya methane, ilokutanisha wadau mbalimbali ikiwemo watumishi wa kada ya mazingira serikalini, mratibu wa taka sifuri kutoka taasisi ya Nipe Fagio, Wilhad Shishikae, amesema uwepo wa mfumo wa kuchakata taka na kutenganisha ni jambo muhimu. Tunavyozungumzia methane emissions, kwa ambao mmeenda dampo, hasa dampo la Pugu, mtakuwa mnafahamu na mnaona kabisa wazi zile taka mchanganyiko zinazopelekwa moja kwa moja dump site bila kubaguliwa au kutenganishwa.
ukienda pale utakutana kuna fume au moshi unaokuwa emitted juu. Sasa ile ni mchanganyiko wa gesi nyingi ambazo zinatokana na mlindikano wa taka ambazo hazijatenganishwa. Kwa hiyo tunataka sasa tuanze kuona umuhimu wa kudivert hizi taka ili ziende zile ambazo ni nyinginezo tu ambazo hazina impact kubwa kwenye swala zima la mabadiliko ya tabia nchi. Kwa tunatoka hapa, viongozi wamefahamu, lakini tukiwa na mkakati wa pamoja ili tuweze kuweka misingi mizima ya mfumo wa taka sifuri, hususan kwenye uelimishaji wa jamii kwenye kutenganisha taka, lakini kuangalia sera zilizopo ili ziweze kusupport system nzima ya ukusanyaji wa taka zilizotenganishwa na kuzipeleka kwenye Material Recovery Facility Center, then baadaye zipelekwe taka nyinginezo dump site. Kwa upande wake mkaguzi wa mazingira wilaya ya Kinondoni Alban Mugiabuso amesema mfumo wa taka sifuri ambao umelenga kuimarisha suala la utenganishaji taka na hatimaye kuwa na uratibu wa kurejelesha taka kwenye matumizi mengine unaweza kusaidia kupambana na hewa chafu na kuepusha athari za mabadiliko ya tabia nchi. Huu mfumo wa taka sifuri au zero waste una manufaa makubwa sana, kwa sababu kwanza unapunguza gharama za udhibiti taka katika mkoa wa Dar es Salaam, kwa maana ya kadiri taka unavyozitenganisha kuanzia zinakozaliwa, tunasema sorting at source. Hizi rejereshi zinaenda kutengeneza kitu kingine ambazo ni karibia 25% mpaka 30%. Takaoza kwa maana ya organic waste, hizi zinakwenda kuzalisha mbolea, lakini tunaenda kuzalisha wale nzi chuma au black soldier fly kwa ajili ya kulishia mifugo, kwa maana ya kuku, bata, sungura, hata na samaki. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumepunguza pakubwa sana gharama za udhibiti taka, kwa sababu gharama kubwa za udhibiti taka ziko kwenye usafirishaji, transportation cost, kutoka taka zinakozalishwa na kwenda kuzitupa kule Pugu Kinyamwezi. Naye Tumaini Mosha, kaimu mkuu wa idara ya udhibiti wa taka na usafi wa mazingira kutoka halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, amesema wameendelea kusimamia sheria na kushirikiana na wadau ili kuhakikisha taka zinakusanywa na kufanyiwa uratibu wa uchakataji na uteketezaji ulio salama. Kwa upande wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, kitengo cha udhibiti wa taka na usafishaji, tumeendelea kuhakikisha kwamba tunaratibu ama kusimamia ukusanyaji na uondoshwaji wa taka kutoka maeneo mbalimbali, mashule, makazi, taasisi mbalimbali. Kutokea hapo tunazitoa zinapokuwa zinazalishwa, tunazipeleka dampo. Lakini pia au vituo vyetu vilivyoko majirani, kwa sababu pia tuna vituo vya kuchakata taka ndani ya mitaa yetu. Lakini pia tumeendelea kusimamia mawakala wa usafishaji, kwa maana kwamba wakandarasi wanaotoa huduma hizi za ukusanyaji na usafirishaji wa taka kutokea maeneo ya uzalishaji kwenda kwenye uteketezaji. Lakini pia tumeendelea kusimamia sheria na miongozo mbalimbali kutoka serikali kuu pamoja na sheria ndogo za manispaa, na tumeendelea kushirikiana na wadau ikiwemo Nipe Fagio, C40, DAP katika masuala ya kuhakikisha kwamba taka zinakusanywa na zinateketezwa katika njia ambayo ni salama. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Wananchi wa mtaa wa Kasimba uliopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wametakiwa kuchukua tahadhari kutokana na uwepo wa nyoka wakubwa aina ya chatu ambao wamekuwa wakivamia makazi ya watu mara kwa mara na kuhatarisha maisha yao na mifugo. Neema Hussein anayo taarifa zaidi. Ni mkusanyiko wa watu waliofika kushuhudia nyoka aliyegeuka kivutio baada ya wananchi kufanikiwa kumuua wakati akijiandaa kukamata kuku kwenye moja ya nyumba ya mkazi wa eneo hilo. Majira saa 7 mchana chatu huyo alitokea maeneo ya nyumbani kwetu kwa mama yangu mimi pale nyumbani. Tulikuwa tumekaa chini ya mti, bahati mbaya yule chatu akawa amemkamata kuku pale jalalani. Baada ya kumkamata yule kuku jalalani, hivyo basi nikawa nimeingia ndani kuchukua yule mkuki na baadhi kama jamaa 3 hivi nikawa nimewaita pale nyumbani. Nyuma ya mtani naoishi kwenye mji wa mama mkazi, nyoka ametokea pembeni yake na kuku wake aliofuga pale, nyoka kamdaka jogoo na kumuua. Ndipo yule mama aliposikia kuku wake analia, akapiga yowe, majirani na balozi na wananchi wote tukakimbia kwenda kule eneo la tukio. Tukakuta nyoka bado ni mzima na kuku yule ameuawa yuko pale pale na nyoka alipo. Baadaye wananchi mmoja akashika mkuki, akawa amempiga yule nyoka, amemchoma na yule mkuki, na mwenye panga akawa amemkata na panga yule nyoka akafa. Nyoka huyu ni nyoka hatari sana, kwa sababu nyoka huyu ana uwezo mkubwa, ana uwezo wa kummeza hata mtu mzima.
lakini akiwa katika umri wake wa kuomeza mtu mzima. Lakini vile vile mazingira tulionayo, nyoka hawa ni wengi. Hofu yao kubwa ni siku ambayo nyoka hao wataonekana kuleta madhara kwa binadamu. Kwa ombi letu sisi wananchi, hasa sisi wakina mama tuna watoto wadogo, serikali iingilie kati hili jambo, kwa sababu saa hizi ni kuku itaonekana hana maana yoyote, mbuzi itaonekana ni mnyama tu, lakini sasa itakapofikia kwa binadamu, wakati mwenzetu mmoja atakuwa analia amepotelewa mtu wake, ndipo serikali isimame sasa kutetea hao waliobaki. Itakuwa ni maumivu kwa yule aliyekosa. Hofu yetu kubwa ni kumezwa mifugo, kumezwa watoto wadogo wanaovua mitoni humu, maana watoto wengi wadogo kama wanavua humu, hata wakubwa wanavua samaki. Rai imetolewa kwa wakazi wa maeneo hayo kuchukua tahadhari za kiusalama, ikiwa ni pamoja na kuacha kufanya shughuli za kibinadamu pembezoni mwa mto Kasimba ambao nyoka hao wamekuwa wakionekana mara kwa mara. Tunaomba kutoa rai kwa wananchi kwamba wale wanaoendelea kutumia mto huu kwa matumizi mbalimbali, wengine wanafulia ndani ya mto huo, wengine wanaogelea ndani ya mto, lakini wengine wanakatisha katikati ya huo mto kwenda kwenye ngambo nyingine, hususan wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari. Kwa hiyo tunaomba tutoe rai kwa wananchi kwamba waache kabisa matumizi ya mto huu hatari, kwa kuwa tuna vithibitisho kwamba nyoka hawa bado wapo, tena ni nyoka hatari ambao wanameza kama hivyo mifugo. Kama nyoka anaweza kumeza mbuzi kama yule aliyemezwa kipindi kile, maana yake kumeza mtu kama mimi pia ni jambo la kawaida kabisa. Aidha, mwenyekiti amewataka wananchi kushirikiana kwa pamoja kufanya usafi kuzunguka mto huo ili kuendelea kuwaweka salama na kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Asante sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali yatoa maagizo kuongeza ufanisi wa kampuni zenye hisa chache.